kinachoendelea sasa huko ni mikutano mbalimbali ya kisiasa kwenye vyama mbalimbali kwa mujibu wa ratiba ambao mmeitoa nyinyi. Labda mnaweza kutupitisha pia kinachoendelea hivi sasa na maandalizi kuelekea siku ya uchaguzi yenyewe. Zimesalia siku 9 pekee hivi sasa. Okay, kwa ujumla wake kinachoendelea ni kampeni kwa vyama mbalimbali kuweza kuuza sera zao ili mwisho wa siku wananchi waweze kuwatambua, waweze kuwachagua. Kwa hiyo maandalizi si kama Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, tumefanya maandalizi ya kutosha kabisa. Kwangu mimi jimbo la Mpanda mjini nina takriban vituo 376, nina wapiga kura 149,017. Kwa hiyo kwa wingi wa vituo hivyo maandalizi yanatakiwa makubwa. Kwa hiyo mpaka sasa maandalizi yameshafanyika, wasimamizi tayari wameshapatikana na wasimamizi wa kupiga kura watakaosimamia zoezi zima katika hivyo vituo. Kwa hiyo maandalizi yote kwa ujumla yamekamilika jimbo la Mpanda mjini, na tunawaambia wananchi kwamba wafike kupiga kura kwa sababu ulinzi upo kutosha kabisa. Lakini kura ni haki yao ya msingi. Asante sana. Tukatumia hiyo pia sawa. Na hiyo ni kwa Mpanda mjini. Kwa Nsimbo pia maandalizi na vituo mpaka sasa. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jimbo la Nsimbo napo maandalizi yanaendelea vizuri. Kila kitu kimeshawekwa sawa na tuna wapiga kura takriban 108,819 na vituo 281 vya kupigia kura. Kwa maandalizi ya awali na ya mwishoni yako vizuri kabisa, na wananchi wanahakikishiwa usalama wa siku ya kupiga kura, na tunaendelea na hamasa za hapa na pale ili siku hiyo watokeze kwa nguvu zote kuja kupiga kura na kuiweka serikali nyingine katika awamu nyingine, kuiweka kwenye kiti. Takajika maendeleo ni mazuri. Sasa hivi kama unavyojua mtangazaji, kampeni zinaendelea kwenye maeneo yetu na tumekuwa tukifuatilia, tumeona mwitikio mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini mpaka siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba wananchi wengi watajitokeza kwenda kupiga kura. Na kwenye jimbo la Tanganyika tuna vituo 453. Ni vituo vingi kama unavyoona, lakini tunapiga kura takriban 177,539. Pia ni wengi, lakini kwa hamasa iliyofanyika tunaamini wengi watajitokeza kama sio wote siku ya kupiga kura. Okay. Na maandalizi ni mazuri, tuna hakika siku hiyo kila kitu kitaenda sawa. Sawa, labda kabla tujaendelea kwenye mingine hapo, nadhani tubaki kwa Tanganyika na Nsimbo. Unajua mlilitegemea hili swali, lazima pia nitawauliza, na wadau wengi sana wamekuwa wakiwauliza kwenye zile kata ambazo zimefutwa. Nadhani Nsimbo na Tanganyika nyinyi pia mmeguswa kwenye hilo. Kidogo mtupe maelekezo kidogo kwenye hilo, na wale wapiga kura ambao walikuwa kwenye kata A imeshafutwa hivi sasa inakuwaje? Kidogo tupate maelekezo hapo. Na ukilinganisha Nsimbo, nadhani pia kuna moja ya mgombea kwenye chama amefanya mkutano na waandishi wa habari kuzungumzia hilo pia. Tunahitaji kidogo tupate maelekezo hapo ili mwananchi anayetusikiliza hivi sasa aweze kuelewa pia. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba maamuzi yamefanyika na serikali imefanya maamuzi hayo ya kuondoa zile kata ambazo ziko kwenye makazi na kuhamishia wale wapiga kura katika kata jirani. Jambo hili limetokea kwa hizi majimbo mawili, jimbo la Nsimbo na jimbo la Tanganyika. Maelekezo ni kwamba watakwenda kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura, lakini si ndani ya maeneo ya makazi, kwa sababu ya agizo la serikali au tangazo la serikali lilotolewa kwamba yale maeneo sasa hivi hayaruhusiwi kwa shughuli zote za kisiasa. Kwa hiyo sisi jambo kubwa ni kutekeleza maelekezo ambayo tunapewa na kuhakikisha kwamba mtu hakosi haki yake, na kwamba haki yake ataipata wapi. Maelekezo yametolewa kwamba wamekwenda kwenye kata jirani. Hali kadhalika nadhani na kwa mwenzangu tumewapeleka kata jirani, lakini bado tunawaalika na kuwasisitiza sana waje wapige kura, watengeneze, watumie haki yao ya kupiga kura, lakini kwa eneo jingine nje ya maeneo yale ya makazi ambayo yamezuiwa kwa mujibu wa amri ya serikali au tangazo la serikali. Okay. Na kwa sisi Tanganyika hali iko hivyo, kwa maana ya baada ya tangazo la waziri wa TAMISEMI ya kufuta zile kata ambazo ziko kwenye makazi ya wakimbizi, na ile tangazo la waziri wa mambo ya ndani la kuyatangaza rasmi tena yale yaliyokuwa makazi ya wakimbizi kuyarudisha wizara ya mambo ya ndani. Kwa hiyo tumefanya utaratibu wa kuandaa vituo vipya, kwa maana maeneo ya kupigia kura. Sasa hivi wapiga kura waliokuwa kwenye yale makazi watakuja kupigia kura kwenye kata ya Tongwe, kijiji cha Vikonge, lakini eneo la Ruhafu. Tunaendelea na maandalizi pale na tufanya setup ya kutosha, itakuwa vizuri.
tunakaribisha sana, wote watapata haki ya kupiga kura, wale ambao walikuwa na haki ya kupiga kura kabla ya hiyo hali kutokea. Sawa, tukirejea sasa, umetupitisha kwenye hali kinachoendelea hivi sasa. Tuzungumzie sasa utaratibu wa upigaji wa kura siku ya uchaguzi ukoje kwa ujumla wake, ukizingatia kwamba uchaguzi huu wafungwa, mahabusu pia na wanafunzi kwenye magereza pia na vyuo vya mafunzo pia watahusika kwenye hilo. Nashukuru ndugu mtangazaji. Vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili jioni. Na kwa upande wa magereza na vyuo vya mafunzo, vituo hivyo vitafunguliwa saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 9 alasiri. Ili mtu aweze kupiga kura, anatakiwa kuwa na sifa zifuatazo. Mosi, awe amejiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Pili, awe na kadi ya mpiga kura iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na tatu, awe katika kituo alichopangiwa kupiga kura na amepata kibali cha kupiga kura katika kituo cha kupiga kura tofauti na kituo alichojiandikisha kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Msimamizi wa kituo, msimamizi msaidizi wa kituo, karani mwongozaji na wakala wa upigaji kura ambaye kutokana na majukumu yake katika uchaguzi hataweza kupiga kura katika kituo alichojiandikisha, atapewa kibali maalum, yani fomu namba 18 cha kumwezesha kupiga kura katika kituo atakachofanyia kazi. Endapo msimamizi wa kituo, msimamizi msaidizi wa kituo, karani mwongozaji na wakala wa upigaji kura anayehusika atapangiwa kufanya kazi kwenye kata tofauti na aliyojiandikisha, hatapiga kura ya diwani. Vile vile aliyepangiwa katika jimbo tofauti na aliyojiandikisha hatapiga kura ya mbunge wala diwani, bali atapiga kura ya rais tu. Aidha, mgombea atapatiwa kibali maalum, yani fomu namba 19 ambacho kitamwezesha kupiga kura katika kituo chochote katika jimbo au kata anayogombea. Okay.